إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق watawasau bisabri. Wapenzi katika imani, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza napenda kuihusia nafsi yangu, pili kuhusia nafsi za waumini wenzangu juu ya swala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah wale ambao wana sifa ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika imani, Hotuba yangu ya leo insha Allahu taala inasema la tusharikuhum fi a'yadihim, msishirikiane nao katika idi zao, msishirikiane nao katika sikukuu zao. Hii ndio itakuwa hotuba yangu insha Allahu taala. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika imani, hakuna asiyefahamu ya kwamba mbele yetu kuna matukio mawili makubwa ambayo yanakwenda kufanyika. Tukio la kwanza ni kuhusiana na sikukuu ya Christmas ambayo itakuwa ni tarehe 25 katika huu mwezi wa 12 wa Kiapo. Kadhalika tarehe 1 kutakuwa na mwaka mpya ambao unahusiana na Manasara na Mayahudi. Ni mwaka ambao haunihusu mimi wala ndugu yako ambaye ni Muislamu ambaye hajahudhuria mahala hapa. Sasa hutuba yangu insha Allahu taala nitakwenda kuzungumzia kushirikiana na Mayahudi na Manasara. Je, inafaa katika hii sikukuu ya Christmas na katika sikukuu ya mwaka mpya? Je, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameturuhusu kufanya hivyo, au Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza kushirikiana nao katika sikukuu hizi? Ikhwatal iman, ndugu zangu katika imani, inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, lam yuhanni alyahuda wala nasara bi'ayadihim, hajawahi
kuwapongeza Mayahudi na Manaswara katika idi zao au katika sikukuu zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameishi katika miaka ya utume, ameishi katika miaka ya kufanya da'wa na kulingania watu kuingia katika njia sahihi ya Allah jalla fi'ala na kumfuata yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndani ya ulinganizi wake, ndani ya utume wake, ndani ya unabii wake. Miaka 23 hajawahi kuwapongeza Mayahudi, hajawahi kuwapongeza Manasara kupitia sikukuu zao ambazo leo Waislamu tumesimama kidete na imara na mstari wa mbele katika kuwapongeza Mayahudi na Manasara katika sikukuu hizo. Kumpongeza Myahudi au Mnasara ni pale inapoingia Christmas ukamwambia Happy Christmas, yani unakwenda kumpongeza heri ya Christmas. Au umeingia mwaka mpya unakwenda kumwambia heri ya mwaka mpya. Hili jambo Mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kulifanya, wala masahaba ridwanullahi alayhim katika maisha yao hawajawahi kulifanya. Bal amara ummatahu bishiddati mukhalafatihi, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuamrisha umma wake wasimame imara katika kuwakhalifu Mayahudi na kwenda kinyume na Manasara. Famimma khafa minhu sallallahu alayhi wasallam ala ummati lislami, miongoni mwa yale ambayo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama akiyahofia juu ya umma wake huu wa Kiislamu, atabaiyatu li a'da'i al-islami min qibali dhi'afi al-iman, ni Waislamu kuwafuata na kuwaiga wale maadui wa Uislamu na kufuata mambo ambayo yatakwenda kudhoofisha imani ya huyu Muislamu. Hili Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akilihofia juu ya umma wake, isije ikatokea wafuasi wake, isije ikatokea umma wake kwenda kufuata na kuiga katika yale mambo ambayo Uislamu upo mbali na mambo kama hayo. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, hakika mutafuata njia na nyenendo ya watu waliokuwa kabla yenu nyinyi, shibran bishibri, mtawafuata watu hao shibri kwa shibri, wa dhira'an bidhira'in, na mtawafuata dhiraa kwa dhiraa, hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhu, hata hao mnaowafuata wakiingia ndani ya shimo la mburukenge, nanyi mtaingia nao. Huu ni utabiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana utabiri katika zile karne 3 ambazo zilizokuwa bora, karne yake na karne ambayo ya masahaba zake na waliokuja na kuendelea. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa bishara akisema, hakika mtafuata mienendo na njia ya watu ambao waliokuwa kabla yenu nyinyi, mtawafuata watu hao shibran bishibri, shibri ni hii, wa dhira'an bidhira'i, dhirani kutoka hapa mpaka hapa,
mtawafuata dhiraa kwa dhiraa. Hata lau dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum, hata hao mnaowafuata wakiingia kwenye shimo la mburukenge, nanyi mtaingia nao. Qulna ya Rasulullah, tukasema ewe mtume wa Allah, alyahudu wan nasara, je, itakuwa tunawafuata mayahudi na manasara, yani Wakristo? Haya ni maneno yametabiriwa wakati huo, lakini leo maneno haya ndiyo yanafanyika. Waislamu tuko bega kwa bega na wasiokuwa Waislamu katika sherehe zao ambazo ni za Christmas, katika sherehe zao ambazo ni za mwaka mpya. Leo imefikia mahala Waislamu mpaka tumeiga katika harusi zao. Leo mtoto wa Kiislamu kabla hajaoa anatakiwa amvishe pete ya uchumba yule anayetaka kumuoa. Ndani ya Uislamu kuna pete ya uchumba? Hakuna. Haya ndio aliyotabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo Waislamu baada ya ndoa kuna kitu kinaitwa honeymoon. Mayahudi na manasara ndio wanakifanya kitu hichi. Leo Muislamu na yeye akioa, baada ya ndoa yake anaamua kusafiri na mke wake mahala ambapo anahisi atapata starehe, mwenyewe anaita honeymoon. Umetoa wapi kitu kama hicho? Ndio hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo ambayo alikuwa akiyatahadharisha wakati huo, leo ndio mambo ambayo tunayoyafanya. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu al-Bukhari, utaipata kwa nambari 3456. Muslim kaipokea kwa nambari 2669. Sheikh Albani ameisahihisha fi silsilati sahiha, utaipata kwa nambari 917 katika kitabu nambari 7. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, hadha ma kana yakhshahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala ummati, haya ndiyo ambayo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiyahofia juu ya umma wake. Wa hadha ma yakhshahu aidan ahlu dini watuka ala ummatina, na haya ndiyo ambayo waliokuwa wakiyahofia wale watu wenye dini na watu ambao ni wacha Mungu na watu waliopewa ilmu ya kisheria ya Allah jalla fi'ala. Fala tadhunnu anna musharakata an-nasara fi a'yadihim, musije mkadhania hili jambo la kushirikiana na Mayahudi na Manasara katika idi zao ama sikukuu zao, mas'alatu ithmin wa ma'asiyatin fahasbu, ya kwamba ni masala ya kutenda dhambi na kumuasi Allah na ikawa imetosha. Baadhi ya watu wana fikra na mawazo ya kwamba nikishirikiana nao kwenye Christmas au sherehe za mwaka mpya, asini kutenda dhambi tu nitatubia, ni kama kumuasi na kumkosea Allah jambo fulani, na akawa na imani hiyo ikatosha. Hapana, kalla, haiwezekani. Wa rabbi, na apa kwa Mola wangu mlezi, walakinaha mas'alatu aqidatin wa dinin, bali haya ni masala ya kiimani yako wewe Muislamu, na ni masala ya kuhusiana na dini yako. Sio rahisi uchukulie hivyo. Haya ni mambo ya kiimani. Unaposhirikiana nao unaitakidi na kujenga imani ya kwamba lile jambo kwao ni sahihi na wewe kwako ni sahihi kulifanya. Haya ni masala ya kwenda kinyume na imani yako wewe Muislamu na kwenda kinyume na dini yako. Bal mas'alatu kufrin wa iman, bali haya ni masala ambayo yanaweza kumuingiza mtu kwenye ukafiri na masala ambayo ya kiimani, kudhoofisha imani yako. Lianna almusharakata naw'un min atashabbuhi almamnu'i, kwa sababu kushirikiana nao
ni miongoni mwa aina ya kujifananisha na Mayahudi na Manasara kuliko katazwa na Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa nabiyuna sallallahu alayhi wasallam qad qala, na mtume wetu Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, hakika amesema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu fulani na yeye ni miongoni mwa watu hao. Wakati ule unasherekea ile Christmas, wewe si Muislamu shekhi, lakini umepika pilau ya nyama nyingi, umepika biriani ya nyama nyingi, watoto wako umewanunulia nguo ambazo ni mpya nzuri, wakavaa na wao wakenda kusherekea Christmas au kusherekea mwaka mpya. Fahamu moja kwa moja umejifananisha na wale Mayahudi na Manasara, basi wewe ni miongoni mwa Mayahudi na Manasara. Ndio maana nikasema haya ni masala ya kiimani na dini, sio kwamba shekhe wangu bwana kuwazuia wanangu wasiende kusherekea Christmas na wasiokuwa Waislamu, wacha ni waandalie biriani au pilau nyumbani. Shekhe, inafaa? Nakwambia kabisa haifai. Kama umejiandaa haifai. Na kama mathalan watu wameweka sherehe yao katika huo mwaka mpya au katika hiyo Christmas, na wewe ukajitia kiherehere na kimuhemuhe ukaalikwa ukaenda kule, fahamu umejifananisha nao na wewe ni miongoni mwa watu hao. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Abu Daud kwa nambari 1431. Sheikh Albani kaisahihisha fi Sahihi al-Jami, utaipata kwa nambari 6149. ولهذا تواترت نصوص الشريعة على حصر أعياد أهل الإسلام. Na kwa ajili hii zimekuja dalili nyingi za kisheria juu ya kuweka wazi na kuwafahamisha Waislamu ya kwamba hakuna idi nyingine katika idi zetu sisi Waislamu bi'idai al-fitri wal adha, ya kwamba hakuna idi nyingine isipokuwa ni idi ya baada ya Ramadhani na ile idi ya Dhulhijja ambayo tunaita Eidul Adha, idi ya kuchinja. Uislamu ukaleta dalili na ikaleta mwongozo, sheria ya Allah ya kwamba idi za Waislamu ni hizo mbili, Eidul Fitri wa Eidul Adha, wa anna ma siwaha min al-a'yadi fahuwa muhdathun batilun fasidun. Na kinyume ya idi mbili hizi, mtu yoyote akaja na idi yake na sikukuu yake akasema hii hastahili kusherehekewa, fahamu hiyo ni idi ama sikukuu iliyozushwa, ambayo ni batili kisheria, ambao ni uchafu umeuleta katika dini. Kitu kama hicho hakifai. Kadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madinata, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia katika mji wa Madina. Fawajada ahlaha lahum yawmani, akawapata watu wa Madinatil Munawwara wana idi mbili au wana sikukuu mbili. Yal'abuna fihima, wanasherehekea ndani ya siku mbili hizo, wanafurahia ndani ya siku mbili hizo. Qala, Mtume akasema kuwauliza watu wa Madina, ma hadhani liyawmani, ni siku gani mbili hizi? Yani hizi siku mbili mnazozisherekea hasa zinatokamana na nini hizi? Qalu, wakasema kunna nal'abu fihima fil jahiliyati, sikukuu mbili hizi ama siku mbili hizi tulikuwa tukisherekea na kucheza katika zama za ujahilia, yani zama ambazo bado mtume hajapewa utume. Faqala, Mtume akasema, inna Allaha kad abadalakum bihima khayran minhuma, hakika ya Mwenyezi Mungu amewabadilishieni kutokamana na siku mbili hizo, akawawekea siku mbili nyingine bora zaidi za kusherekewa kuliko hizo, yaumul adha wa yaumul fitri, ambayo ni idi ya kuchinja na idi ya baada ya Ramadhani.
Hizi ndio idi zetu sisi Waislamu. Wewe na kimuhemuhe chako na kiherehere chako, pengine sasa hivi ushapewa kadi ya mwaliko. Kuna mlo katika tarehe 25, siku ambayo kwamba wanadai kazaliwa nani? Isa alayhi salam, ambaye wanamuita Yesu. Uongo mtupu, hakuzaliwa siku hiyo ya tarehe 25. Nenda kwenye Biblia, kuanzia Agano la Kale mpaka Jipya, hakuna andiko hata moja linalosema Yesu ama Isa amezaliwa mwezi wa 12 tarehe 25. Hakuna. Wametoa wapi shekhi? Ni idi ambazo zimetengenezwa za uongo, na sisi twaalikwa Waislamu tunakwenda kusherehekea. Njaa tupu ndio inotuua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maneno haya kapokea Abu Daud kwa nambari 1384. Sheikh Albani ameyasahihisha fi Hidayati Ruwat, utayapata kwa nambari 1384. Waqala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Angalia Mwenyezi Mungu anasema nini? Kila umma miongoni mwenu tumeupa sheria yake na njia yake. Sisi ummati Muhammadi tuna sheria zetu, hatufai kufuata sheria ambazo hazituhusu. Ikhwatal iman, wapiga kelele mwaka mpya umepatikana. Mwaka mpya huo unakuhusu wewe? Yaani mtu umekaa mpaka saa 6 na dakika hii moja, mtoto wa Kiislamu wakosa usingizi ambao utakupelekea kukosa huo usingizi, ukilala utakosa salati al-fajr, eti washerekea, wasubiri ingie saa 6 na dakika moja uanze kupiga kelele mwaka mpya, mwaka mpya. Wanyanyako gani na mjomba wako gani? Tarehe yako ya Kiislamu hata huijui. Watu ukiangalia tarehe wanaijua mwezi wa Ramadhani peke yake, kwa sababu Ramadhani ni mwezi ambao kwamba wa kushinda na swaumu. Kila mmoja anachunga ile siku. Ukimuuliza leo shehe tarehe ngapi, anakuambia bila shaka. Lakini hii miezi mingine wala haimuhusu maskini ya Mungu. Tuko mwaka 1447. Huu ni mwezi wa 6 wa Kiislamu. Leo tuko tarehe 28. Lakini Muislamu ukimuuliza, inna lillahi, na Ramadhani iko mbele tayari. Hii ni Jumada Thani, mwezi wa 6. Kama alikuwa hujui, Jumada Thani, mwezi unaofuata ni wa 7, Rajab, Shaaban, Ramadhan. Ramadhani hiyo hapo mbele. Lakini mtu tarehe yako na kalenda yako huifahamu, wenda sherekea kalenda ambayo haihusu. Kaangalia Suratul Maida aya nambari 48. Wakad fassara Mujahid rahimahullah qawla Allah jalla wa ala, hakika ametafsiri mwanachuoni Mujahid kauli ya Mwenyezi Mungu inayosema walladhina la yashhaduna zura, na wale ambao kwamba hawashuhudii uongo. Tafsiri yake ikaja vipi? Bi annaha a'yadul mushrikina. Uongo huu unaokusudiwa kwenye aya, Muislamu hatakiwi kuushuhudia wala kuuhudhuria. Ni hizi idi zao ambazo kwamba ni za kupanga, za uongo. Mkristo mwenyewe ukimuuliza una ushahidi ya kwamba tarehe 25 kazaliwa Yesu, atakwambia kamuulize pasta. Pasta mwenyewe hana ushahidi huo. Tarehe 25 mwezi wa 12 kuna mfungwa aliachwa huru, alitolewa gerezani, watu wakasherekea. Leo wewe unaposherekea tarehe 25 mwezi wa 12, waungana nao kusherekea yule mfungwa aliyeachiwa huru. Sheikh, mwanielewa? Kwa hiyo Muislamu kushirikiana nao kusherekea katika siku ya mwaka mpya na hii ya tarehe Krismasi ambayo inayokuja haifai, ndugu yangu katika imani.
Kaangalie Suratul Furqan aya nambari 72. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, la yajuzu lilmuslimi, haifai kwa muislamu, tahni'atu nasara bi'ayadihim, kuwapongeza mayahudi na manaswara kwenye idi zao, kumwambia heri ya mwaka mpya, heri ya Christmas. Haifai kumwambia asiyekuwa muislamu neno hilo, lianna fi dhalika, kwa sababu katika kufanya hivyo, taawunan ma'ahum, ni kusaidiana nao watu hao, ala al-ithmi wal udwan, juu ya kutenda dhambi na kufanya uadui. Tena uadui unapigana na nani? Na aliyeweka sheria ambaye ni nani? Allah jalla fi'ala. Wakad nahana Allahu an dhalika biqawli, na hakika Allah ametukataza kutokamana na mambo hayo katika kauli yake, wataawanu ala albirri wattaqwa, enyi waumini, enyi waislamu, saidianeni katika kumcha Allah, saidianeni katika kufanya wema na mambo mazuri. Wala taawanu ala alithmi wal udwan, na wala msisaidiane juu ya kutenda dhambi na kufanya uadui. Kwa hiyo unaposhirikiana na mnasara na myahudi katika hizi idi zao, maana yake unafanya nini? Unawasaidia katika kutenda dhambi na katika kutenda maasi. Kaangalia Suratul Maida aya nambari 2. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, lakad bayyana Sheikhul Islam rahimahullah. Sikiliza maneno, si ya Ustadhi Isa, si yangu haya, usije ukaondoka na jina langu. Mimi na nukuu. Sasa na wewe yasikilize haya maneno. Lakad bayyana Sheikhul Islam rahimahullah, hakika amebainisha na kuweka wazi Sheikhul Islam, yani Ibn Taymiyyah, Mwenyezi Mungu amraham, bi anna bai'al muslimina lahum fi a'yadihim, kwamba waislamu kuwauzia manaswara na mayahudi katika idi zao, ma yasta'inuna bihi ala a'yadihim, juu ya yale ambayo yatawasaidia wao katika idi zao na sikukuu zao, min at-ta'ami au al-libas, ukaamua kuwauzia chakula au nguo, yani mavazi, waraihan, na ukaamua kuwauzia manukato, mafuta mazuri, wa nahwa dhalik, na mfano wa vitu kama hivyo, yuaddu naw'an min i'anatihim ala iqamati idihim al-muharram. Hii inahesabika juu ya kutoa msaada, kuweza kuwasaidia kuitekeleza na kusherekea ile siku yao ambayo iliyoharamishwa na Allah. Yani mathalan, wewe ni Muislamu, una duka, sawa, hauzi vibofu, baluni, sio? Hauzi mishumaa, lakini unajua ya kwamba Christmas hii ikiingia, watu watanunua mishumaa, watanunua baluni, yani vibofu. Ukaamua kwenda kuwaletea karibu ili uwauzie, wahesabika na wewe umesherehekea pamoja nao, kwa sababu umewasaidia katika hilo. Si maneno ya Ustadhi Isa, haya ni maneno tutayangalia ni sahihi au sio sahihi. Hapa natoa mfano. Kuna jirani yako ambaye si Muislamu, lakini anajua kwamba mimi niko na majirani ambao ni Waislamu. Bila shaka nikipika siku ya Christmas au mwaka mpya, nitatakiwa nimpe chakula yule ambaye ni Muislamu. Akaamua kukuita wewe Muislamu, bwana, nimenunua mbuzi, mimi najua wewe lazima ule kitu ambacho kimechinjwa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Sasa nimenunua mbuzi, nataka wewe ndio mchinje huyo mbuzi ili tuweze kumpika kwa ajili ya biriani, pilau, nyama choma na kadhalika. Sheria inakuruhusu siku hiyo ya Christmas na siku hiyo ya mwaka mpya, sheria imekubana, haikuruhusu. Utakapolifanya hilo, umewasaidia kwenye siku ambayo Allah ameiharamisha kusherehekea ndani yake. Kuwa makini shefu. Sasa kama kuchinja tu kwa ajili ya kusherehekea ile idi yao haifai,
Je, ndo umeletewa msosi shekhe? Hodi jirani, heri ya mwaka mpya. Hodi jirani, heri ya Christmas. Haya bwana, nimekuletea mzigo. Ukiuangalia shekhe, umetiwa mazagazaga, manyama. Waambiwa heri ya Christmas, heri ya mwaka mpya. Ukichukua ule mzigo ukautumia ukala, umeungana nao kwenye sherehe zao. Haramu la yajuz. Wabayana rahimahullah, na vile vile amebainisha mwanachuoni huyu Mwenyezi Mungu amrahamu, adama jawazi akli ma dhubiha fi a'yanihim, kutokufaa kula ambacho kwamba kimechinjwa katika idi zao, liannahu, kwa sababu mimma uhilla li ghairi llah, ni miongoni mwa vichinjwa ambavyo vimechinjwa kinyume na kutajwa Allah jalla fi'ala. Walianna fi aklihi, na kwa sababu katika kula hicho kichinjo au chakula chao, ta'dhimu lishirkihim, ni kuadhimisha na kukuza ile shirki yao wanayoifanya. Nenda kwenye kitabu kinaitwa Iktidau Siratil Mustaqimi, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 520. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika imani, fa kaifa yatashabbahu bihim muslimun, vipi anaweza kujifananisha muislamu na mayahudi na manasara? A'azzahu Allah bil islami, muislamu ambaye Mwenyezi Mungu amempa izza na utukufu kwa kupitia Uislamu, wa as'adahu biittiba'i khairil anami sallallahu alayhi wasallam, na akampa saada ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fayusharikuhum fi a'yanihim, akawa mtu anaamua kushirikiana nao kwenye idi zao, allati nasabuha, idi ambazo wameziweka muanadatan lillahi wa lirasulihi sallallahu alayhi wasallam. Lengo ni kupinga haki ya Allah jalla fi'ala na kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wazaamu anna lahu sahibatan, na vile vile wakaweza kuweka imani Mayahudi na Manasara ya kwamba Mwenyezi Mungu ana mke wa walada na mtoto. Wakad dhammahum Allahu jalla wa ala fil hadithi al-qudusi faqala, na hakika Allah jalla fi'ala amewapiga radi na vikali kabisa Mayahudi hawa na Manasara katika jambo hilo kupitia hadithi yake ambayo ni hadithul qudusi. Anasema nini Allah? Kadhabani ibnu adama wa lam yakul lahu dhalik, amenikadhibisha mimi mwanadamu, amenifanya kuwa muongo mimi mwanadamu, na wala hakustahiki kuwa hivyo mwanadamu. Huyo ni Allah, huyo ni Allah. Kwenye hadithi al-Qudusi anasema kadhabani ibnu adama, amenikadhibisha, amenifanya mimi kuwa muongo mwanadamu, walam yakul lahu dhalik, na wala hakustahiki kufanya hivyo huyo mwanadamu. Washatamani, na amenitukana mimi mwanadamu, walam yakul lahu dhalik, na wala hakustahiki kunitukana mimi huyo mwanadamu. Fa amma takdhibuhu iyaya, ama kunikadhibisha mimi huyo mwanadamu, fazaama anni la aqdiru an uidahu kama kana, akadhani ya kwamba mimi siwezi kumrudisha kama alivyokuwa awali. Leo kuna wanadamu wanaimania ya kwamba bwana, wewe ponda mali bwana, kufa kwaja. Wewe ukishakufa basi habari yako imefanya nini?
imeisha, utaliwa na wadudu, utaoza ukishakufa, habari yako imeisha. Hakuna kitu kama hicho, hakuna kufufuliwa. Sasa ndiyo hapa anasema uongo wake alionikadhibisha mimi mwanadamu ni pale alipokwenda jenga imani na kudhamiria ya kwamba eti mimi atakapokufa siwezi kumrudisha kama alivyokuwa awali. Na leo kuna wanadamu wana imani hiyo kwamba mimi nikishakufa basi hakuna habari nyingine, hakuna kufufuliwa. Allah hilo analikataa. Kaangalia sura Taghabun aya nambari 7. Allah anasema nini? Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Wanadhani wanadamu wale ambao kwamba waliokufuru, wale ambao hawana imani sahihi ya kwamba hawatofufuliwa. Mtume anawaambia, kwa nini waambie Muhammad yao? La tub'athun, hakika mtafufuliwa, thumma latunabbaunna bima amiltum, kisha mtakwenda kupewa habari yote yale mlioyafanya hapa duniani. Wadhalika ala Allahi yasir, na hilo kwa Mwenyezi Mungu mbona jepesi? Hunaka sualun basit, kuna swali ambalo dogo ndugu yangu, hebu jiulize. Kitu ambacho awali hakikuwepo ukaweza kukifanya kiwepo, alafu kitu kile kimekuwepo ukashindwa kukirudisha tena kama kilivyokuwa awali, kweli hii inawezekana? Mwanzo alikuwa hakuna gari, kuna mtu akatokea akafanya nini? Akatengeneza gari. Tuamwangalia mtu wa kwanza, sio huyu makanika wa mitaani hapa. Yule wa kwanza aliyebuni nini? Aliyebuni gari, na alikuwa hakuna gari. Akatengeneza mawazo, fikra, akachanganya hichi, akakaa, akaumiza akili, akafanya hivi, akalileta gari, mpaka gari likawa gari. Yaani gari lile baada ya kuwa sasa ashalivumbua, limekuwa ni gari, anapanda anakwenda akirudi. Gari lile limepata accident, limepata ajali, limeharibika. Je, huyu mtu anaweza kushindwa kulirudisha gari kama lilivyokuwa awali? Sasa Mwenyezi Mungu, sisi wanadamu hatukuwepo awali. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Hatukuwepo awali, alikuwa hatutajiki, alikuwa ni majini na viumbe vingine, lakini baadaye Allah akaja akatuumba sisi wanadamu. Leo Allah aliyetuleta hapa duniani baada ya kuwa tumekufa anashindwa kuturudisha tuwe hai kama tulivyokuwa duniani kwa mara nyingine. Yaingia akilini? Sasa ndiyo hapa ya kwamba Allah anasema amenikadhibisha mimi huyu mwanadamu. Kunikadhibisha kwake ni kupi? Ni pale alipodhania ya kwamba mimi siwezi kumrudisha kama alivyokuwa. Wa amma shatamuhu iyaya, ama kunitukana kwake huyo mwanadamu huyo, faqauluhu, ni pale alipokwenda kusema mwanadamu, li waladun, mimi Mungu nina mtoto. Li waladun, mimi Mungu nina mtoto. Fasubhani, kutakasika ni kwangu mimi Allah, an atakhidha sahibatan au walada, kwenda kujitengenezea mke na vile vile kuwa na mtoto. Allah ametakasika, yuko mbali na hivyo vitu. Sasa leo watu ambao wanaamini kwamba Mungu ana mke na ana mtoto, wewe unakwenda kushirikiana nao kusherehekea Christmas na mwaka mpya. Wewe una akili kweli? Hadithi hii ni sahihi, rawahu al-Bukhari, kaipokea kwa nambari 4482. Sheikh Albani kaisahihisha fi sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 4327. Wa qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, dhalika Isa ibn Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi yamtaruna. Allah anatupa habari, anasema huyo ni Isa, huyo anayedai ambaye ni Yesu huyo. Allah anasema dhalika Isa, huyo ni Isa ibn Maryam, mtoto ambaye ni wa Maryam, qawla al-haqqi, ambaye ametoka
ya Allah jalla fi ula, alladhi fihi yamtarun, ambaye kwamba ndani yake wanashaka naye. Ma kana lillahi an yatakhidha min waladin subhana, Allah hakuwa mwenye kujifanyia mtoto, ametakasika na hilo. Idha qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu pindi anapolitaka jambo, anapolipitisha jambo, husema kuwa na linafanya nini? Linakuwa mara moja. Leo anamshangaa Isa ambaye yuko na mama hana baba, lakini hawamshangai Adamu ambaye hana baba wala mama. Kati ya Isa na Adam, nani alistahiki kuwa Mungu? Basi si ni yule ambaye baba hana wala mama hana. Leo Isa yuko na nani? Yuko na mama ambaye ni Maryam, na ni neno la Allah aliposema tu kuwa na akawa mtoto. Lakini leo watu wanajenga imani, wengine wanasema huwa Mungu, wengine wanasema ndio mtoto wa Mungu hasa mwenyewe, yaani wamaanisha huyo ni mtoto wa Mungu. Kati ya Mungu na Maryam kulikuwa na kitanda baina yao, maneno ambayo hayaingia akilini hata siku. Kaangalia suratu Maryam aya nambari 35. Ikhwata al-iman, naona muda umekwenda, wacha nimalize hotuba yangu. Fakaifa limuslimi, inakuwaje kwa huyu Muislamu ayusharikahum batilahum, ashirikiane nao kwenye batili yao. Wakad qalu kalimatal kufri, hakika wamesema maneno ya ukafiri. Allati, ambayo kwamba takadu aljamadatu an tankhali'a min hawliha, vinakaribia vile vitu ambavyo havina uhai, havina roho, kung'oka katika sehemu ya ardhi kwa kuyasema tu maneno Mungu ana mke, Mungu ana mtoto. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, innani ansahu nafsi wa ikhwani, hakika naihusia nafsi yangu na ndugu zangu, alla nahtafila bihadhihi al-a'yad, tusije tukajaribu kusherekea siku kuu hizi, wal akadhibi, na huu uongo ambao uliowekwa. Wa ala almuslimi an yattaqiya Allah fi nafsihi wa waladihi, na Muislamu amuogope Mungu kupitia nafsi yake na yule mtoto wake aliyekuwa naye nyumbani. Wa an ya'tazza bidinihi wa la yarkanna ilayhim, na vile vile apate izza na utukufu kupitia dini yake, asiwashike wale ambao kwamba hawamuhusu, ambao sio Waislamu. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, maudhui haya nimeyazungumza mapema kabla ya kufikia tarehe 25 na kabla ya kufikia tarehe 1. Lengo ni nini? Kuikumbusha nafsi yangu na kukumbusha nafsi za waumini wenzangu ya kwamba kushirikiana na Mayahudi na Manasara katika hizi siku kuu zao haifai kisheria, kwa sababu haya ni masala ya kiimani. Wao wanaamini na kuitakidi ya kwamba ni sherehe sahihi kwao, na sisi dini yetu inakataa ikisema sio sherehe sahihi kwetu. Sherehe sahihi kwetu ni Eidul Fitri na Eidul Adha. Wewe Muislamu hufai kushirikiana na Mayahudi na Manasara. Swali linaweza kuja hapa sasa, ustadhi, wajua kwamba makampuni ndo tunafunga hivi sasa, tunapofunga wanasherehekea pia hii Christmas, inaingia katika zile sherehe zao. Vipi, inakuwaje? Pengine nikialikwa kwenda kucheka, ufai, usije ukathubutu, hufai kwenda mahala pale. Au vile vile natoa angalizo kwa yule ambaye kwamba mathalan amesilimu, lakini ana dada yake, kaka yake, mama yake, mjomba na kuendelea, sio Waislamu, lakini anaishi nao nyumba hiyo moja. Je, kuwa hivyo ina maana sheria inakuruhusu siku ile wakipika wanasherehekea Christmas, mwaka mpya, sawa, mama kakuletea, dada kakuletea, je, nitakubali kile chakula au la?
mama huyo shekhi. Sasa nikimkatalia mimi na mama hatutoelewana shekhi. Labda nikuulize swali kabla sijasema, kati ya mama yako na Allah watakiwa umfuate nani? Vizuri kabisa. Sasa pale wakati unaletewa, unatakiwa utumie hikmatan wa mauidha, umueleze mzazi, umueleze ndugu yako, umueleze rafiki ya kwamba wewe siku nyingine nitakula chakula chako, lakini Christmas na mwaka mpya hii kwangu shekhe haifai, ni haramu, msamehe shekhe. Hii inamaanisha ya kwamba sio moja kwa moja hatufai kushirikiana na wasiokuwa Waislamu. Hapana, yale yanayopingwa kushirikiana nao ni katika yale mambo ya kiimani. Wewe hufai kushirikiana nao, ya kwamba leo ukajisikia tu bwana, rafiki yangu ni Mkristo, tumeshibana sisi marafiki, wacha leo Jumapili enda kanisani na mimi nampa kampani naenda kanisani. Wafika kwenye benchi, Yesu ni wangu ni wa wewe. Hayo ni masala ya kiimani, hufai kwenda. Bila shaka nafikiri mmenielewa. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma lil khulafa'il arba'a minhum Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'iri sahabati ajma'in. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wansur juyushaka al-muslimin. Aqim as-salah.